Obadia Boniface Kayuni ni afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya Mbarali. Hongereni kwa mafunzo ambayo mmeyapata toka siku ya kwanza mpaka kufikia siku ya leo. Lakini pia hongera kwa mashirika yote ambayo wamefadhili uwepo wa mafunzo haya kama ambavyo yanaonekana. Nashukuru sana ndugu zangu kwa moyo wenu na kwa upendo wenu pia. Kazi hii ambayo mnaifanya ni sehemu ya kuunga juhudi za serikali ili kuitengeneza jamii isogee hatua katika masuala mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuwakwamua kutoka katika lindi la umaskini. Kwa kitu hiki ambacho kinafanyika kwetu katika eneo hili, lengo hasa ni kwamba pamoja na ulemavu tulionao, inawezekana kabisa tukapiga hatua, tukafika hatua fulani ya kimaendeleo ambayo hiyo hatua itatujenga sisi na jamii ambayo inatuzunguka pamoja na wategemezi ambao tunao katika kaya zetu. Sasa katika mafunzo haya ambayo tumepata, pia ni msingi kwa upande wa serikali ili kumwezesha kila mmoja kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kwa mafunzo haya ambayo tumeyapata kwa upande wa halmashauri, serikali imeweka utaratibu kwa wajasiriamali ili wapate mikopo midogo kwa kila mmoja ambaye anahitaji, lakini sharti awe na uelewa wa nini ambacho anaenda kukifanya, ambacho anajua kitampa manufaa yeye kupata kipato, lakini pia kitampa manufaa kwa yeye kujikwamua katika umaskini na kuleta matokeo chanya katika jamii. Serikali imeleta mwongozo mpya ambao unaruhusu watu wenye ulemavu wapate mikopo ya vikundi au ya mmoja, ambao mikopo hiyo inatolewa kutoka katika makusanyo ya halmashauri 10%, ambao katika hizo 10%, 2% ni ya watu wenye ulemavu, 4% ni ya vijana, 4% ni ya wanawake. Kwa hiyo katika utaratibu wa utoaji wa mikopo kwa upande wa watu wenye ulemavu, mwongozo umetoa mwanya wa mtu mwenye ulemavu wowote ule akiwa peke yake anaweza kaomba mkopo na akapata yeye peke yake pasipokuwa na ulazima wa yeye kuwa kwenye kikundi. Na mikopo hii inatolewa kwa wenye ulemavu wote ambao wana miaka 18 na kuendelea, ili mradi awe na uwezo wa kufanya kazi au awe na uwezo, awe na mtu ambaye anaweza kumsimamia yeye katika kufanya kazi. Kwa katika mikopo hiyo, pamoja na changamoto nyingi ambazo nimezipokea, tunaendelea kuzifanyia kazi juu ya swala la upatikanaji wa hii mikopo. Wako watu ambao katika kushughulikia mikopo ya halmashauri wameombwa fedha, wametumia fedha nyingi sana, na mwisho wa siku hiyo mikopo haijawa na manufaa kwao, wameleta maumivu. Ofisi ya maendeleo ya jamii wilaya Mbarali imepokea malalamiko
Lakini pia tumekuwa na ukaribu na viongozi wanaowasimamia ninyi, viongozi wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Mbarali, ambao kwa ukaribu huo ziko changamoto ambazo zimeanza kutatuliwa. Changamoto hizo ni pamoja na baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa na malalamiko makubwa. Yako mabadiliko ya watumishi ambao yamefanyika ili tupate watumishi ambao watakuwa rafiki kwetu. Lakini jambo lingine, viongozi wameelekezwa namna ya kutusaidia katika kufanikisha uandaaji wa taarifa na kuzijaza kwenye mfumo, ili taarifa hizo zitusaidie sisi kupata mkopo kwa gharama kidogo, kwamba katika itakuwa na uandaaji wa katiba, kutakuwa na uandaaji wa nyaraka za maombi ya usajili, lakini pia kutakuwa na nyaraka za uandaaji wa maombi ya mkopo, yani andiko la mradi, pamoja na vile viambata vya hilo andiko. Sasa katika mfumo huu, hizi hatua zote zilivyowekwa, mtu binafsi anaweza kaingia kwenye mfumo, anaweza kazijaza hizi taarifa, hatimaye mkopo upate kuidhinishwa baada ya hizo taarifa kufika kwa afisa maendeleo ya jamii wa kata husika, ambaye atashughulikia na kuzituma wilayani katika ngazi inayohusika katika utoaji wa mikopo. Kwa hiyo kwa kipindi hiki, ninyi ambao mmepata mafunzo, mna fursa pia ya kuomba mikopo hii. Viongozi wa shirikisho, hususan katibu wenu wa shirikisho ameshaelekezwa na baadhi ya watu wameshawashughulikia kujaza hizi taarifa kwenye mfumo, na baadhi ya watu wamepata mikopo katika kundi letu.